Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Adija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchari. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swaleh mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Adija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Adija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi 1,385,800 ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia, na watuhumiwa walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchari. Kapigiwa simu, nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. Wewe umetekwa? Wapi ulipo? Kasema huko niliko sijui. Niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati, limeezekwa tu, halijawekewa milango wala madirisha. Kidogo nikasikia sauti nzito, lete hiyo simu. Akachukua ile simu, ananiambia hello bro, tunataka utume hela 2,000,000. Kaambia 2,000,000 za nini? Au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona hawa kweli inawezekana ni watekaji. Sasa kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule, mimi ilibidi nikamwambia nipeni muda. Wakaniambia tunakupa dakika 4. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa. Jamani, kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa. Sasa mzee, hebu nenda kalale. Haya maswala yanatakiwa masaa 24. Mimi nikarudi kulala. Lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela. Kufika tarehe 1, ilikuwa siku ya Jumamosi, sijui, nikamuona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru. Amekopa hela sehemu 500,000 na mimi nikatafuta 500,000. Jumapili asubuhi zikatumwa hizo 500,000, jioni ikatumwa 500,000. Ndio ikawa milioni. Hicho ndo ninachokifahamu. Mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho. Sio kwamba naishi kama mke. Yani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda pale napeleka huduma. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule kurudi. Akarudi nyumbani. Watoto wake wakanipigia simu, baba, mama karudi. Kaambia haya, nitakuja kumuona kesho. Siku iliyofuata ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale. Kaenda kumjulia hali, tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula. Kaenda pale tukamjulia hali, tukakuta kwa kweli hali sio nzuri, ana sheki. Sasa siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui. Basi tukamjulia hali, baadaye sisi tukatoka. Aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na kwamba kula alikuwa hali. Naona. Alafu akiambiwa naomba maji, analetewa mikojo. Ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza. Yaani ushiriki wangu ni kama kawaida. Kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa. Na matumizi anapewa. Zaidi ya hapo labda kwa ina lingine. Sasa siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa kwake. Akaniambia mwenzangu, mimi tunaitwa kwa mkoa. Nikamwambia twende.
nikamleta mpaka hapa. Akaeleza mwanzo mwisho. Ndio akamuuliza kwamba unaweza kutupeleka kwenye eneo la tukio na ukatuonyesha? Akasema nitawapeleka pale waliponiachia.